الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أهل الإسلام وجعلنا من أهل ملة الإسلام ودعانا لصيام رمضان وأنزل فيه القرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في ذاته، واحد في صفاته، في أسمائه، واحد في أفعاله، واحد في أوامره، واحد في نواهيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمده حمدا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، خير من صام رمضان وقام رمضان وتسحر في رمضان. وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. أحبة وأحباب رسول الله، عباد الله، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم بذلك أيضا من حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى وحثنا في آياته كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. أحبة، baada na kumtakia Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye ndiyo mwalimu na ndiyo kiongozi bora aliyetuongoza sisi katika dini hii ya Kiislamu. Vile vile naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ninyi katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika 10 la mwanzo kabisa la mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao una fadhila nyingi, mwezi ambao una khairi nyingi, mwezi ambao una baraka nyingi, mwezi ambao una kila aina ya thawabu kwa mambo ambayo utakayoyafanya. Mwezi huu ni mwezi wa funga, ni mwezi wa qira'atul Qur'ani, ni mwezi wa kusoma Qur'ani, kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao imeteremka ndani yake Qur'ani na ni mwongozo kwa watu. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao mmeamini, mmefaradhishiwa kufunga kama waliofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, na lengo ili muweze kuwa wacha Mungu. Ahibba, katika siku yetu hii ya leo biidhnillahi tabaraka wa taala, tutaishi na maswali mawili: limadha nasum wa kaifa nasum. Yani, kwa nini tunafunga, kwa nini tunafunga, na ni vipi tufunge? Haya ndiyo maswali ambayo tutaishi nayo katika kipindi hichi cha dakika hizi za hotuba. Ndugu yangu Muislamu, kabla ya kusema kwamba limadha nasum, kwanza kuna vitu ambavyo unapaswa kuvifahamu vya haraka vya mwanzo ambavyo ni muhimu. Mojawapo ni kujua nini maana ya siyamu,
lughatan wa shar'an. Kilugha neno siyam wanasema al-imsaku an fi'li shay'in ma, ni kujizuia na kutenda kitu chochote. Yani ukishajizuia kufanya kitu chochote, hiyo manake umefunga. Wa shar'an, na kisheria, ata'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki anil akli washurbi min tulu'il fajri ila ghurubi shamsi biniya. Anasema kisheria maana ya funga ni kuabudu, ni taabudu, ni kitu cha ibada ambayo ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ataabudu lillahi, kufanya kwamba ni ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujizuia kula na kunywa, wasairil mufattirati, na vitu vingine ambavyo vyenye kufunguza, min tulu'il fajri ila ghurubi shams, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama kwa jua. Kwa hiyo hii ndiyo maana ya funga. Lakini pia jambo lingine ambalo Muislamu anapaswa kulifahamu ni lini imefaradhishwa funga. Funga ya mwezi wa Ramadhani imefaradhishwa mwaka wa pili Hijiria, ambao ni mwezi wa Shaabani, na Mtume sallallahu alayhi wasallama akafunga Ramadhani zote ambazo ni Ramadhani 9 alizozifunga katika mwezi katika miaka ambayo imefaradhishwa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallama alifunga mwezi wa Ramadhani, yani miezi 9. Kadhalika jambo la msingi kulifahamu Muislamu ni kuelewa ya kwamba funga hukumu yake ni nini. Funga ni faradu ainin ala kulli muslimin bali'in aqilin qadirin muqimin sahihin hali min almawani', kwamba funga ni faradu aini kwa kila Muislamu, anatakiwa afunge. Muislamu aliyefikia umri wa kubaleghe, Muislamu mwenye akili timamu, Muislamu ambaye ana uwezo, Muislamu ambaye ni sahihi, yani mwenye afya njema, ama yule ambaye ni mgonjwa anaruhusiwa kufungua ikiwa ugonjwa unamzuia kufunga. Lakini vile vile kwa yule ambaye ni muqim, sio msafiri, wa maana msafiri pia ameruhusiwa kufungua ikiwa hatoweza kufunga. Lakini pia hali min almawani', mtu ambaye ameepukana na vizuizi kama mwanamke ambaye yuko kwenye siku zake au mwanamke ambaye amejifungua, huyu kwake yeye haitomfaa kufunga. Ahiba, baada ya kufahamu kwamba funga ni faradhi aini, na tufahamu ya kwamba funga ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hadithi iko katika sahihi mbili katika Bukhari na Muslim, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, bunia al-islamu ala khamsin, umejengwa Uislamu juu ya mambo matano, manake juu ya nguzo tano. Akasema shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah, shahada ya kwamba hakuna mwabudiwa wa haki isipokuwa ni Allah, na hakika Muhammadi ni mjumbe wa Allah. Wa iqami salah, na kusimamisha swala. Wa itai zaka, na kutoa zaka. Wa saumi ramadan, wa hajjil baiti, wa saumi ramadhani. Hakadha jaa fi hadhihi riwaya. Ndivyo ilivyokuja katika riwaya hii. Imetangulizwa hija kabla ya funga. Katika riwaya zingine unakuta imetangulizwa funga inamalizia na hija. Kwa hiyo na kuhiji na kufunga mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo mfunga mwezi wa Ramadhani ni jambo ambalo ni la wajibu na ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Muislamu anatekeleza Uislamu wake. Ndugu yangu Muislamu, hakuna atakayeacha kufunga ila ni yule ambaye sio Muislamu. Hakuna atakayepinga kufunga isipokuwa yule ambaye sio Muislamu. Lakini kwa mtu ambaye anajua Uislamu wake hauwezi ukatimia,
ila kwa kufunga ni lazima afunge. Ahiba, tukijiuliza ya kwamba limadha nasum, kwa nini tunafunga? Tumeshaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza, Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza, lakini lazima Muislamu ajiulize kwa nini anafunga. Unafunga kwa sababu ni ibada? Unafunga kwa sababu ni amri ya Allah? Unafunga kwa sababu ya msukumo wa jamii? Unafunga kwa sababu watu wamefunga? Unafunga kwa sababu umekosa chakula mchana? Ni lazima Muislamu ujiulize, limadha tasumu, kwa nini unafunga? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani akasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao mmeamini mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili muweze kuwa wacha Mungu. Na hapa ndipo tunapata kusudio, tunapata sababu ya kwamba ili muweze kuwa wacha Mungu. Na moja katika baadhi salafi salih aliwahi kuulizwa, limadha shuri'a siyam, kwa nini imewekwa sheria ya funga? Akasema, liyadhuqa al-ghaniyu ta'ama al-ju'i fala yansa al-ja'i'. Akasema ili mtu ambaye ni tajiri aweze kuonja utamu au ladha ya njaa na asiweze kumsahau mwenye njaa. Yani kuna watu ambao wana hela zao wanakula vyakula vya aina zote, hajawahi kuhisi njaa. Kwa hiyo anapofungishwa akakosa kula na chakula kipo, basi hatajizo nazo nyumbani kwake. Ya vyakula alivyonavyo atavijua kwamba kumbe kuna watu ambao wanaishi hawali na kumbe wanashikwa na njaa kwa namna kama hii. Ndugu yangu Muislamu, funga ya mwezi wa Ramadhani, funga hii tunatakiwa tuitazame kama ambavyo waliitazama wema waliotangulia. Tuitazame kama ambavyo aliitazama Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tusifunge kwa mazoea, tusifunge kama tunavyojua sisi. Wanachuoni wanasema la'allakum tattaqun. Hili neno hapa la'allakum tattaqun, kwamba kuna namna tatu za wanachuoni waliokwenda na tafsiri kutafsiri neno la'allakum tattaqun ili muweze kuwa wacha Mungu. Wakasema maana ya kwanza la'allakum tattaqun bimaana ma hurrima alaykum fi'luhu, ili muweze kuogopa yale mlioharamishiwa kuyafanya. Ili muweze kuogopa yale mlioharamishiwa kuyafanya, ndio maana mkaletewa funga. Maana ya pili la'allakum tattaqun tad'afuna fatattaqun, ili muwe wadhaifu, mkisha dhoofika ndio mtakuwa wacha Mungu. Mnadhoofika vipi? Akasema fa innahu, hakika ilivyo, kullama qallatil aklu, kila inapopungua mtu kula, qallati shahawa, basi matamanio yanapungua, au dha'fati shahawa, matamanio yanadhoofika. Wa kullama dha'fati shahawa, na kila matamanio ya mwanadamu yanapodhoofika, yani mwili wake umedhoofika, anasema kullama dha'fati shahawa qallatil maasi, na kila matamanio yanapokuwa yamedhoofika, basi na maasi yatakuwa yamepungua. Kwa maana kuna watu wanafanya maasi kwa sababu wameshiba, wana nguvu, kwa hiyo kila uchafu anaweza kuufanya.
anakuwa na jeuri, anakuwa na ubabe, lakini anapokuwa ameshinda hajala kitu, anaonyesha kwamba katika mwili wake kunakuwa na udhaifu. Baadhi ya mambo anashindwa kuyafanya kwa sababu amenyongeshwa katika mwili wake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna shaytana yajri min ibni adama majra dami, hakika ya shaytani anapita katika mwili wa binadamu kwenye mapito kama damu inavyopita. Kwa hiyo anapokuwa mtu amefunga, manake pia amemnyongesha na amemdhoofisha shaytani ambaye ni adui na anayemshawishi kumsukuma kwenda kufanya maasi. Maana ya tatu wakasema la'allakum tattaqun. Maana ya tatu wakasema ili muweze kuwa wacha Mungu, yani kuogopa ma faala man kana qabilakum, yale walioyafanya wale waliokuwa kabla yenu. Muogope kufanya yale walioyafanya wale waliokuwa kabla yenu. Hii ni katika maana ya neno la'allakum tattaqun, ili muweze kuwa wacha Mungu. Wengi katika sisi tunapokuwa tunafunga huwa tunakusudia kuacha kula na kunywa na tendo la ndoa peke yake. Ibn Rajabu wanasema baadhi salafi, wanasema baadhi ya watu wema waliotangulia, wanasema ahwanu siyam, funga ambayo ni dhalili, funga ambayo ni nyonge, funga ambayo haina afya, funga ambayo imekonda. Tariku taami wa sharabi, ni funga ya mtu ambaye ameacha kula na kunywa peke yake. Ni funga ya mtu aliacha kula na kunywa peke yake. Na ukitazama neno taqwa kama ambavyo wamelifasiri baadhi ya salafu saleh walivyokuwa wanaelewa maana ya kufunga, mmoja ambaye anaitwa Umar ibn Abdul Aziz akasema ya kwamba laisa taqwa bisiyami nahar wala biqiyami al-layli wa takhlitu fima baina dhalika, walakin taqwa Allah tariku ma harrama Allah wa ada'u ma aftarada Allah. Anasema huyu salafi saleh kwamba funga, yani ucha Mungu, sio kufunga mchana wala si kusimama qiyamu laili, na wala kufanya yale yaliyoko kati ya usiku na mchana. Hiyo sio maana halisi. Akasema walakin taqwa Allah, lakini taqwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, akasema tariku ma harrama Allah, ni kuacha yale aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kuacha yale ambayo Allah ameyaharamisha, wa adau maftaradu Allah, na kutekeleza faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo maana ya taqwa Allah. Sasa ni juu yetu tujitazame, mimi na wewe, katika funga zetu tunaacha yaliyoharamishwa? Tunatekeleza faraidullah, faradhi za Allah tunazitekeleza au tumeziacha? Kadhalika Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu aliwahi kuulizwa nini maana ya taqwa. Nini maana ya taqwa? Ali akasema taqwa alkhawfu min aljalil, ni mtu kuwa na hofu inayotokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama unaacha jambo lolote la haramu, basi uliache kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Usiache kwa sababu ya wanadamu, usiache kwa sababu umefilisika, umeacha kunywa pombe kwa sababu umeishiwa, kwa sababu ulipigwa ngeu ndio ukaacha. Hii sio takwa. Akasema jambo lingine, wala amalu bitanzil, na kufanyia kazi tanzil, bimaana alquranu wa sunna, kwamba ili uwe katika wacha Mungu na uwe na sifa ya ucha Mungu ni ufanyie kazi kitabu cha Allah na ufanyie kazi sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Na kwa nini siwe hivyo? Na wakati ndio mwongozo, Qur'ani ndio mwongozo wetu na sunna za Mtume ndio mwongozo wetu. Kwa nini siwe hivyo? Na ndio ucha Mungu. Kwa hiyo mtu yoyote akafanya chochote kikawa ni kikubwa kiasi gani au kikawa ni kingi kiasi gani, lakini kama hakijazingatia Qur'ani na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, hakiwezi kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakiwezi kukubaliwa mpaka ufanye kulingana na alivyofundisha Mwenyezi Mungu kupitia mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na hivyo funga yako huwezi ukafunga ikaswihi mpaka umfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kaifa swama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, vipi alifunga Mtume sallallahu alayhi wasallam? Akasema, na jambo la tatu, waridwa bil qalil, na kutosheka na kidogo unachokipata. Na hapa pia itufundishe ya kwamba kuridhika na kile ambacho ni cha halali unachoruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwe tapeli, usianze kutafuta kwa njia za haram, ukafanya miamala ya haram, itapelekea ibada zako zisikubaliwe. Ndio mwema mmoja akasema, ni bora ukaswali safu ya mwisho lakini umekula chakula cha halali kuliko ukaswali safu ya mbele lakini umekula chakula cha haramu, swala yako haitokubaliwa. Jambo lingine akasema, wal isti'dadu li yawmir rahil, na kujiandaa na siku ya mwisho na siku ya kiyama na siku ya kuondoka kwako, kwa sababu ndio mwanzo wa kiyama, kwa sababu ndio mwisho wa matendo yako. Ondokaje hapa duniani? Unaendaje kuishi kaburini siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ambapo hakuna rafiki, hakuna mke, hakuna mjomba, hakuna shangazi, hakuna jirani, hakuna watoto? Ni wewe na matendo yako ndiyo yatakayokusaidia. Umejipangaje Muislamu? Hii ndiyo maana ambayo wao waliitazama kwa ujumla wake. Wanapokuwa wanafunga, wanatafuta kitu kinachoitwa uchamungu kwa mtazamo huu ambao wao walielewa wema waliotangulia. Je, mimi na wewe tunafanya mabadiliko gani? Ramadhani inapokuja na inaondoka, je, inatuachia athari? Inatuachia kwamba tumepata shahadatu taqwa, shahada ya uchamungu? أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Ahiba, funga zetu lazima tujiulize, limadha nasum wa kaifa nasum. Kwa nini tunafunga na namna gani tufunge? Funga zetu ziwe sahihi, funga zetu ziendane na wale waliotangulia. Moja katika salafu salih, Jabir ibn Abdullah, ana maneno ambayo anasema, idha sumta, pindi utakapokuwa umefunga,
falyasmu sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim. Utakapokuwa wewe uko kwenye funga, basi na masikio yako yawe yamefunga kusikiliza vya haramu. Wangapi leo nakuta wamefunga lakini wanasikiliza mziki, wanasikiliza vya haramu, wanasikiliza matusi, sehemu ambayo watu wanatoa matusi, wewe umekaa pale unasikiliza, wa anta swaimun, na wewe umefunga. Unapokuwa umefunga, masikio yako yafunge na macho yako yafunge, usiangalie vya haramu, na ulimi wako pia uwe umefunga, kuacha kusema uongo, kufunga kuacha vya haramu. Hii ndiyo funga. Akasema wadai adha lijari, na acha kuwaudhi majirani zako, acha kuwaudhi wafanyakazi wako, acha kuwaudhi wahudumu wako. Kuwa ni mtu ambaye ni mwenye heshima. Faliyakuna alaika waqarun wa sakina, iwe juu yako wewe utulivu na upole. Yauma saumika, siku ya funga yako. Wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawaan. Akasema usifanye siku ambayo uko kwenye mwezi wa Ramadhani, siku ambayo uko kwenye funga, na siku ambayo ulikuwa hujaingia kwenye Ramadhani, hakuna tofauti yoyote, uko sawa sawa. Yani kama ni matusi unaendelea, kama ni kusikiliza vya haramu unaendelea, kama ni uongo wako na utapeli wako unaendelea. Yani wewe hakuna tofauti, Ramadhani imeingia haijaingia, uko sawa sawa tu. Hii si funga waliofunga salafi saleh. Hii si funga waliofunga salafu saleh. Na hawa ndio ambao ni watu waliokuwa wanafuata Qur'ani na Sunna, na wanapozungumza wanazungumza kwa kuzingatia Qur'ani na Sunna. Ndugu yangu Muislamu, kwa kumalizia, tuzingatie Qur'ani ambayo tunaisoma katika mwezi wa Ramadhani. Qur'ani imekuja kwa ajili ya mafundisho, kwa ajili iwe ni mwongozo wa kutuendeshea maisha yetu yote, maisha ya kibiashara, maisha ya kimuamala, maisha ya kindoa, maisha ya kijirani, maisha ya sisi tuishi vipi na dola. Muislamu umebainisha mambo hayo yote. Muislamu anatakiwa aishi kwa kuifuata Qur'ani yake, na kubwa zaidi kuwa ni mtu ambaye unasema samitu wa ata'tu, nimesikia na nimetii. Hii ndiyo ilikuwa sifa ya wema waliotangulia katika kuifuata Qur'ani na katika kuufuata Uislamu. Imekuja katika sahihi mbili, na katika sahihi al-Bukhari, kwamba Aisha radhiallahu anha anasimulia, anasema yarhamullahu nisaa al-muhajirati al-awwal, Mwenyezi Mungu awarehemu wanawake wa muhajirin, wale wa mwanzo kabisa. Anzalallah, ameteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, wanawake wajiteremshie shungi zao, kufunika vichwa vyao na nyuso zao ziangukie kwenye vifua vyao. Anasema waliposikia maneno haya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, shaqaqna murutahun, wakapasua ile mitandio yao, kwa sababu mwanzo walikuwa wanafunga kama masista, wanaacha shingo ziko wazi, wameangusha kitambaa mgongoni. Anasema wakachana mitandio yao, wakajifunika vizuri. Jinsi gani walivyokuwa wanatekeleza maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani inaposomwa wanawaidhika, wanaelewa kwamba haya ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanafanya kazi kutumia Qur'ani, kama alivyosema Ali, al-amalu bitanzil, kufanya kazi kwa kutumia Qur'ani. Iko wapi wanawake wa kwetu leo na hijabu ya Kiislamu? Wanavaa vitu ambavyo ni vya ajabu kabisa, vitu ambavyo havipo hata katika Qur'ani.
Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina wa kana Allahu ghafurar rahima. Ewe mtume, waambie wake zako na binti zako na wanawake waumini wajiteremshie jalabibu, vazi kubwa kutoka juu mpaka chini, na wakifanya hivyo watajulikana kuwa wao ni wanawake wenye kujiheshimu. Hii sio Qur'ani? Haya sio maneno ya Allah? Si ndio Qur'ani tunayosikiliza kwenye qiyamul layl? Tunasoma juzuu ya kwanza mpaka juzuu ya 30, lakini tunapita miaka nenda rudi, mwanamke wa Kiislamu na madera yake, mwanamke wa Kiislamu na kanga mbili zake. Haijawahi kumbadilisha Ramadhani hata moja, kumhamisha alipo kuhama kuvaa vazi la Kiislamu, bali ni kuvaa fashion, mitindo, kuwaiga wanawake wa kikafiri. Siku moja dakhala niswa min bani Tamim ala ummi almu'minina Aisha radhiyallahu anha, waliingia wanawake kutoka bani Tamim kwa Aisha radhiyallahu anha, wa alayhinna thiyabun riqaqun, wakiwa wamevalia manguo malaini yanaongangania kwenye miili yao, yanayoonyesha maungo yao. Aisha radhiyallahu anha, pamoja na kwamba ni wageni wamekuja kwake, lakini akawaambia, in kuntunna mu'minati, ikiwa ninyi ni wanawake waumini, waislamu waumini, falaisa hadha bilibasi limu'minati, hili si vazi la wanawake waumini. Wa in kuntunna ghaira mu'minatin, na ikiwa ninyi si waumini, si wenye kuiamini Qur'ani, si wenye kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallama, fatamata'na bihi, basi endeleeni kustareheka na haya mavazi, endeleeni kuyavaa haya mavazi. Huyu ni mama wa Kiislamu, ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, anawaeleza wanawake hawa uso kwa uso, sio kuacha watoke ndio wasengenye, anawaambia moja kwa moja. Na ndio jambo lilokosekana katika umma wetu. Lau kama tungekuwa tunasimama hivi, kila unayemuona unamkanya, unampa maneno ya Allah, tungeweza kuwa sawa, kwa sababu tumeambiwa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ninyi mmekuwa ni umma bora kwa sababu ya kuamrisha mema na kukataza maovu. Lakini leo vazi la Kiislamu limepigwa teke. Watu wanavaa mahijabu sijui ya nadia ya ajabu, mpaka na watoto wa shule, pamoja na kwamba wana ruhusa ya kuvaa, lakini bado mtoto anavaa kahijabu kadogo, na ruhusa ipo ya kuvaa arefushe, lakini unashangaa mpaka na sketi yenyewe imekatwa iko juu ya magoti, alafu amevaa kahijabu juu. Bali wengine huvalishwa trakisuti siku za Ijumaa. Watoto wa kike wamevaa mavazi ambayo ni ya kubana, mavazi ambayo ni ya kutaiti, wanaenda kufanya mchezo siku ya Ijumaa badala ya kufanya ibada, kuonyesha kwamba jinsi gani umma unavyolelewa kupuuza dini yao ya Kiislamu, malezi ya Kiislamu. Leo tukilingania vazi hili inaonekana kwamba ni dini mpya. Limadha nasum? Kwa nini tunafunga alafu hatufikii daraja tutaqwa, hatufikii daraja la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kufanyia kazi kitabu cha Allah ambacho tunasimama nacho usiku wa Ramadhani, tunamaliza juzuu? Tusifurahie kumaliza juzuu, ndugu zangu katika imani. Qur'ani ililetwa ili tuifanyie kazi. Allahumma taqabbal minna innaka anta samiul alim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha, anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimis salat.